serikali ilipiga matarajio, ikaona uwezekano wa mahitaji ya umeme kuongezeka utakuwa mkubwa, tutafute chanzo kimoja kitakachojenga ili tuondokane na matatizo ya umeme. Mtakumbuka hapa ndo tukaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, kwa sababu tulivyo project tukaona huko tunakoenda tutakutana na matatizo. Kwa hiyo 2023 hapa tukaingiza Julius Nyerere mashine ya kwanza, mashine ya pili, mashine ya tatu, na sasa nataka niwape tu taarifa, jana ndo tumekabidhiwa mashine ya 9 ya mwisho. Kwa hiyo kule Julius Nyerere kazi imeisha. Na hii haitokei kwa bahati mbaya, inatokea kwa sababu moja tu, serikali yetu kwa miaka 4 hii imefanya kazi kubwa ya kuifungua nchi, na kwa kweli mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Rais wetu, mwenyekiti wetu ametufanyia kazi kubwa sana kwenye sekta ya nishati. Sasa hivi hali yetu ikoje? Hali yetu ilivyo, ukichukua bwawa la Mwalimu Nyerere kama mahitaji yetu ya juu kabisa ni 1908. Maana yake ni kwamba bwawa la Mwalimu Nyerere peke yake lina uwezo wa kuilisha nchi hii kwa umeme bila matatizo, bila vyanzo vingine. Na ndio maana mkiangalia mitambo ya gesi mingine tumeizima. Kwa nini? Kwa sababu umeme wa maji una bei nafuu. Na kulikuwa na mitambo tuliyokuwa tunazalisha ya Songas ambayo kwa miaka mingi ilikuwa inapigiwa kelele na muda wake ulikuwa umefika mwisho. Watu wakawa wanatamani tuongeze muda. Mheshimiwa Rais akasema sitaki umeme wa bei kubwa kwa wananchi, tunamalizana na huo mkataba, Songas aende, tutazalisha umeme wenyewe. Hili jambo ni kubwa sana. Lilishindikana kwa zaidi ya miaka 20. Songas mnaifahamu, kila mtu alikuwa anaisema. Songas jamani imeisha muda wake wakati wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunamshukuru sana, na tunataka tuambieni wajumbe wa baraza kuwa sekta yenu ya nishati Mheshimiwa Rais ameifanyia kazi kubwa sana.